Takriban siku 3 zilizopita nilikuwa hapa kuthibitisha kwamba kuna mawasiliano yamefanywa baina ya rais wa Young Africans Engineer Hersi Said kwenda kwa kiungo mshambuliaji wa Vipers raia wa Uganda Alan Okello. Sasa jana kupitia exclusive interview ambayo rais wa Young Africans Engineer Hersi Said aliifanya na mwandishi kutoka Uganda anayefahamika kama Tabu Peter, Rais Engineer Hersi Said alithibitisha mwishoni mwa interview hiyo kwamba kuna mchezaji kutoka Uganda atatua Young Africans, kama sio dirisha dogo basi ni dirisha kubwa la kiangazi mwezi wa 6. Hiyo ni exclusive kabisa kutoka kwa rais mwenyewe wa klabu, akiwa amethibitisha akiwa Morocco. Alifanyiwa exclusive interview na mwandishi kutoka Uganda ambaye anafahamika kama Tabu Peter. Mwishoni kabisa mwa interview akawa ameulizwa kwamba kuna Mganda mwingine atakuja huko. Engineer akathibitisha kwamba very soon, najaribu kuparaphrase maneno yake, very soon kuna mtu atatua, kama sio dirisha dogo basi dirisha kubwa. Sasa kwa kusema hivyo, miongoni mwa watu ambao pia inasemekana kwamba wameshawishi Alan Okello kuwa kwenye mazingira mazuri ya kujiunga na klabu ya Young Africans ni kiungo wa zamani wa klabu hiyo Khalid Aucho, ambaye pia ni raia kutoka Uganda. Inasemekana huyu ndo alikuwa kama kiunganishi cha kuweza kumpata Okello, akaweza kumuunganisha na rais, kwa sababu yule ni Mganda mwenzake, huyu ni mtu ambaye amefanya naye kazi, kwa maana alikuwa ni mchezaji kwenye klabu yake. Kwa hiyo kuna mahusiano ya pande mbili ambayo yeye kama akawa mtu wa kati hivi akawakutanisha wale watu wawili, mazungumzo yakafanyika yenye kufanikiwa na rais amelithibitisha hilo. Lakini taarifa pia kutoka kwenye chanzo kingine kikubwa cha ndani hapa kimebainisha kwamba Young Africans kulikuwa kuna majina mawili ambayo wanayafuatilia kwa ajili ya kwenda kuongeza nguvu kwenye eneo la namba 10. Of course wao wameyabainisha yote haya majina kama ni majina ya eneo la namba 10, kwa maana ya Alan Okello pamoja na Kikwama Mujinga. Huyu ni kiungo mshambuliaji raia kutoka DR Congo ambaye anacheza katika klabu ya OC Renaissance ambako ndio nahodha pia. Taarifa pia zinadai kwamba ameshakuwa akianza kushinikiza kuhusu move yake kuja Young Africans. Young Africans wamekuwa interested naye, na kwa ninachokiona hapa, licha kwamba kuna taarifa zinadai kwamba pengine huenda ni mmoja akaja mwingine asije, yani kwamba target inaonekana kuwa ni mmoja, kitu ambacho ninakiona hapa ni kwamba huenda Young Africans wakapita na wote wawili, kwa sababu huyu Kikwama Mujinga ambaye ni raia wa Kongo, huyu anacheza kiasili kama winga wa kulia, yani primary position yake ni wide attacking midfielder, ni kiungo mshambuliaji wa pembeni, kwa maana ni winga wa kulia. Kwa hiyo ujio wake hautoathiri kwa namna yoyote ile ujio wa Alan Okello. Alan Okello ni attacking midfielder ambaye anaweza kucheza kulia na kushoto, lakini kiasili ni mtu anayecheza kwenye lile shimo. Kwa hiyo kuwepo kwa huyu Mujinga pengine kama ndo atapatikana mwanzo, wakati huo pengine kama Okello ni wakuja mwezi wa 6 kwa kauli ambayo rais amethibitisha yeye mwenyewe, unakuja kugundua kwamba hizi transfer haziingiliani, na hata zingekuwa zinaingiliana tumeshaona sana wachezaji wenye ubora wanasajiliwa kwenye eneo moja. Mathalan PSG walivyoamua kupita na Kylian Mbappe pamoja na Neymar Jr, walikuwa wanajua kabisa hawa wote wanataka kutokea upande wa kushoto, lakini tunasema siku zote sifa ya wachezaji wenye uwezo, sifa ya wachezaji wakubwa huwa wana settle in, yani almost always wachezaji wenye uwezo huwa wanatafuta namna ya kuweza kusettle tu uwanjani. Tulikuwa tunajiuliza hapa, Mbappe Vini itakuwaje? Leo hakuna hata mtu anazungumzia issue hiyo tena, watu wamesha settle. Kwa hiyo sio kesi kwa Young Africans. Of course nimetoka kubainisha kwamba hawa wachezaji ambao wanafuatiliwa na Young Africans wanacheza nafasi tofauti. Ninachokiona hapa ni kwamba huenda Alan Okello akatua Januari, lakini pia Kikwama Mujinga kwa sababu pia anacheza kama winga wa kulia predominantly, hawaendi kuingiliana. Kwa hiyo taarifa kubwa ni hiyo. Unaweza kwenda kuitazama hiyo interview, ukienda ukiandika tu kwenye YouTube pale Pitchside with Tabu Peter, kuna hiyo interview ambayo anazungumza exclusively na rais wa Young Africans Engineer Hersi Said. Wameongea mambo mengi, lakini mwisho kabisa wa interview hii ndio sehemu ambayo mimi nilikuwa nataka niweke bayana kwenu kama ni exclusive kutoka kwa rais mwenyewe kwamba kuna mchezaji wa Kiganda anatua, kama sio Januari basi ni mwezi wa 6. Aucho ametajwa, of course hajatajwa hapo na rais, lakini Aucho anatajwa katika moja ya vyanzo vingine vikubwa kwamba ndiye mtu ambaye amefanya kuwaunganisha wale watu wawili, na
Young Africans wako sokoni, wanaangalia wachezaji zaidi ya mmoja kwenye ule mstari wa watu watatu nyuma ya mshambuliaji.